Hii ni ripoti kutoka Mbeya na mimi ni Anthony Komba. Mvutano kati ya wakili wa kujitegemea Philip Mwakilima na wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Julius Lukumai unaotokana na shauri namba 000014586 la mwaka 2025 kati ya Vumilia Abel Masagati dhidi ya Mage Masagati Mwambuga, shauri linalohusu mgogoro wa ardhi katika kijiji cha Atwelo, halmashauri ya wilaya ya Mbeya mkoani Mbeya, ambapo Vumilia Abel Masagati alishinda shauri hilo, umechukua sura mpya baada ya wakili wa kujitegemea Philip Mwakilima kusisitiza kuwa atamfungulia mashtaka wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Julius Lukumai iwapo ataendelea kuingilia mgogoro huo. Kwanza kuna jambo ambalo linanisikitisha na limenisikitisha linaloendelea kwenye ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Mbeya, na si pasei kwamba mkuu wa wilaya anahusika. Narudia tena, si kwamba mkuu wa wilaya anahusika, lakini kuna watu wanaitumia ofisi ya mkuu wa wilaya kupitia ofisi ya dasi kuharibu na kuingilia mwenendo wa mahakama. Kuharibu, lakini pia tu si kuingilia mwenendo wa mahakama, tena mahakama kuu, lakini wameitumia hiyo ofisi kukaa kikao haramu, kuibagaza ofisi, kuibagaza mahakama kuu ya Tanzania, kuwashambulia majaji na hata maamuzi wanayoyatoa kuonekana kwamba kuyatamka kwamba ni maamuzi haramu na hukumu hizo ni vikaratasi tu. Na hili limemkuta mteja wangu anaitwa Vumilia Abel Masagati. Alikuwa na mashauri mbalimbali dhidi ya wadaiwa wake na wengine waliokuwa na mdai na wakiwa na migogoro ya mashamba kwenye kijiji cha Atwelo wa wilaya ya Mbeya vijijini. Na kilichotokea ni kwamba migogoro hii imepita kwenye hatua zote za kimahakama. Zimepita mahakama, Baraza la Ardhi na Nyumba la wilaya ya Mbeya, lakini pia imepita kwenye mahakama kuu ya Tanzania kwenye hatua za rufaa. Na katika kesi zote hizo mbili ambazo zilikuwa zinamhusisha Vumilia Abel Masagati ambaye ni mteja wangu, lakini pia upande wa pili alikuwepo Mage, alikuwa anaitwa Mage Masagati Mwambuga. Katika kesi zote hizo mteja wangu alishinda. Na katika mashauri hayo yote mawili ambayo yanahusisha mgogoro wa ardhi, baada ya kuona kwamba hawana namna tena ya kuweza kukata rufaa au wamepuuzia kukata rufaa kwenda mahakama ya rufaa, huyo ambaye alikuwa anadaiana na mteja wangu ambaye ni Mage Masagati Mwambuga, yeye aliamua kwenda kwa mkuu kwa watu wanaojiita wanatoka ofisi ya mkuu wa wilaya. Lakini baada ya mimi kukutana nao, kuojana nao, nilikutana na kijana mmoja alijitambulisha kama ni wakili, lakini pia akasema yeye ni mtumishi wa serikali, anajiita Lukumai. Jina la pili hakuweza kujitambulisha kwangu. Alikaa na wateja wangu, akaitisha kikao ambacho yeye anaita kwamba ametumwa na mamlaka toka juu kabisa za nchi hii, maana yake ametumwa na rais. Hili jambo linisikitisha sana kwamba rais anaweza kaacha kazi zake za msingi, amewateua majaji watatue migogoro kwa kufanya maamuzi, kwa kusikiliza kesi na hatimaye kutoa hukumu, alafu aje mtu kutoka kwenye hiyo ofisi anasema ofisi ya rais na kuwabagaza. Cha kushangaza ni wakili ambaye anatakiwa kuwajibika na kuwa mstari wa mbele kuheshimu uhuru wa mahakama na kuheshimu mahakama, hasa kama ni kweli ni mtumishi wa serikali, na kudai kwamba hukumu zilizotolewa na majaji Ngwembe, Jaji Tiganga kwamba ni hukumu feki, ni vikaratasi, havina maana yoyote. Ili kwa kweli limenisikitisha. Na haya walikuwa naongea mbele ya mteja wangu wakimshinikiza kuachia mashamba ambayo alishinda, na ni mashamba ambayo na ni miji pia ambayo ameirithi kutoka kwa baba yake, na pale kwenye hayo mashamba yanatumika na mama yake mjane. Mama mjane maana yake mke wa Abel Masagati ambaye yupo kijijini, ni bibi ambaye hajiwezi. Nimeendesha mashauri haya kwa viwango vyote na mpaka hatimaye tukawa tumeshinda, lakini baadaye
ndio tunashangaa huyu bwana anajiita Lukumai, anatoka ofisi ya rais, anasema ametumwa na rais. Sasa sitaki kuamini, lakini namnukuu kwamba ametumwa na mamlaka za juu kabisa za nchi, ambaye ni mamlaka za juu kabisa za nchi, ambao ni hakuna mtu mwingine, ni rais, kwamba amemtuma afanye hicho kitu. Sasa nimejaribu kuhojiana naye, na kila nikijaribu kumuoji kwamba hili limekaaje, kwamba ana nyaraka yoyote ambayo inampa hayo mamlaka na kumwelekeza afanye hicho alichokuja kukifanya, hakuwa tayari kufanya hicho kitu. Lakini siku ya Ijumaa ya tarehe 5 mwezi huu wa 6 mwaka 2026 alimuitisha mteja wangu na kumshurutisha akitumia ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mbeya kwenye chumba anachotumia dasi, na kumwamrisha kwamba anakwenda kugawa hayo mashamba. Sasa kuna maamuzi ya mahakama, kuna hukumu ya mahakama, anaenda kugawa ya mashamba kama nani? Ninafahamu kwamba hayo mashamba yako kwenye usimamizi wa mirathi wa Vumilia Abel Masagati, ambaye ndo alishinda kesi. Lakini sasa inakuwaje tena kwamba serikali au hii ofisi ya serikali inakwenda kutumika vibaya na kuanza kusigina maamuzi ya mahakama, na kana kwamba wanajitwalia mamlaka kwamba wanakwenda kugawa hizo mali azifi wao ndio wasimamizi wa mirathi. Hili jambo kwa kweli halijakaa sawa sawa, na mimi niwaonye baada ya kueleza hayo, naomba niwaonye kwanza, huo mpango uandaa kwenda kugawa hayo mashamba na kumtisha mteja wangu, kuitisha familia mteja wangu, kumtisha mama mjane ambaye yuko pale kijijini, hana chochote anachokitegemea isipokuwa yale mashamba, na kualika watu kwenda kufika miti ya huyo mama mjane, kuharibu mazao ya mama huyo bibi mjane. Ili jambo hatutalikalia kimya. Kwanza, kwa nafasi ya kwanza, mimi kama wakili wa Vumilia Abel Masagati ambaye alishinda hii kesi, ambaye ni msimamizi wa mirathi ya Abel Masagati Mwambuga, sitakubali kwamba nione mteja wangu anadharaulika na kudhalilishwa na vile vile majaji wetu wanaotoa hukumu, wanaotusikiliza, waliosikiliza mgogoro huu, kusikiliza ushahidi pande zote mbili, wakapima na baadaye wakaamua kutoa maamuzi, alafu anakuja mtu from nowhere anaalika kikundi kisicho rasmi na kwenda kuvuruga utaratibu wa mahakama au kuzidharau maamuzi ya mahakama. Hilo jambo binafsi sitakuwa tayari kulivumilia binafsi kwenye hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili ni waonye, kwa sababu wanakwenda kushtakiwa wao wenyewe kwa majina yao, wote walioshiriki hicho kitendo, na huo mpango ambao wanataka kuingilia familia ya Abel Masagati wausitishe mara moja. Na zaidi tu niseme kwamba sisi kama wadau, watumiaji wa mahakama, hujalizika na maamuzi ya mahakama, unatakiwa kukata rufaa. Hujalizika na rufaa, nenda mpaka pale mahakama itakapokuja kukwambia kwamba sasa huna nafasi tena kuweza kukata rufaa au kudai rufaa yako zaidi. Lakini ofisi ya mkuu wa wilaya hawezi kutumika kwa namna yote ile kubagaza muhimili wa mahakama au kubagaza majaji na wenye viti waliotoa maamuzi. Ni kweli kwamba jaji aweza katoka hadharani kusema kwamba ajitetee, lakini sisi mawakili ndio tunaweza tukasimama na kumtetea jaji. Sisi mawakili ndio tunaweza tukasimama na kuwatetea wenye viti waliofanya maamuzi. Na kama wanaona kwamba hayo maeneo ambayo majaji walikosea kuamua au wenye viti walikosea kuamua, basi wangemshauri huyo ambaye amekuja kulalamika kwao na kwenda kutafuta nafuu zaidi. Kama walikuwa wanaona kama kuna nafuu angeweza kuipata. Kwa niishie tu kwa kusema kwamba kama hii hali itaendelea ya ofisi za umma zinatumika kutukana majaji, kutukana wenye viti, kutukana mahakimu, kutukana mawakili, kutukana majaji, hili jambo litaleta vurugu ndani ya nchi. Hukumu ikishatolewa na mahakama yoyote, nazungumza mahakama, ndio hakuna chombo kingine ambacho kinaweza kuja kufanya maamuzi mengine kwa mtiririko itifaki ya kimahakama. Kwa itifaki ya kimahakama ya Tanzania tuna mabaraza ya kata,
kwenye swala la ardhi, kuna mashauri ambayo lazima apite kwenye usuluhishi kabla hajafika baraza la ardhi, lakini kuna yale yanayoanza mahakama kuu moja kwa moja. Yale huyo yanakwenda, lakini kuna eneo pia wanatakiwa wadaawa kabla hawajafika kwenye hizo mahakama, wao wamechukua hatua za kufanya usuluhishi kabla ya kuendelea. Lakini sasa nizungumze kwa swali ulilouliza. Hujalizika na maamuzi ya kikao cha kwanza mahakama ya chini, unakwenda kukata rufaa au kupeleka kutafuta nafuu, kwa sababu kuna nafuu ziko mbalimbali. Kunaweza kuwa na marejeo, mapitio na rufaa. Kwa unaenda kutafuta nafuu kwenye mahakama iliyo juu yake. Hujalizika, nenda kwenye mahakama iliyo juu yake. Hujalizika, nenda kwenye mahakama iliyo juu yake. Lakini kuna point ambayo unaweza kufika kwamba sheria inaweka ukomo kwamba sasa hauwezi tena kukata rufaa. Lakini hawa kama walitaka kukata rufaa, hawajamaliza nafuu zao, wangeendelea kwenda mbele kama wangetaka. Lakini hayo walishaona kwamba wakija mahakamani wanashindwa, kama ambavyo wamekuwa wanashindwa siku zote. Kwa wakaona njia pekee ni kutumia wahuni wachache ambao wamechagua kuchafua ofisi za umma, kuchafua ofisi ya mkuu wa wilaya. Na hili ninakuhakikishia mkuu wa wilaya hajui, na ila wanaitumia ofisi yake kwenda kumchafua, na yeye hawezi kujua kwamba kuna watu wangapi leo wamekaa kwenye chumba fulani wanawajadili majaji, wanawajadili mahakimu. Mkuu wa wilaya ni mtu mweredi sana, amekuwa ni mtu, kwanza ni mtulivu, na mimi binafsi namfahamu, ni mcha Mungu, ni mtu asiyependa kona, asiye na mawaa. Lakini hao wahuni walienda kukaa kwenye ofisi ya dasi na kujadili na kutukana mahakimu, kutukana majaji, kutukana wenye viti na kubagaza maamuzi yao kwamba hivi ni vikaratasi tu. Umemtaja mtu anaitwa Lukumai. Ndio. Alikuwa na kina nani wengine? Wengine unawafahamu alikuwa ameambatana na wakili wa serikali kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbeya DC, halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Naitwa Irene. Na nimemjulisha juu jambo hili. Yuko kimya mpaka leo. Kwa ni mpango ovu. Na wanamtumia mtendaji wa kijiji cha Atwelo, kijana mmoja hivi. Na ameweka mapembe juu. Yaani amekuwa yeye ni jaji wa mahakama ya rufaa sasa. Na kusema kwamba huyu hakimu alikosea, huyu jaji alikosea, huyu alikosea. Maskini ya Mungu, hata kuelewa hizo nyaraka zilizoandikwa hawajui. Wanashindwa hata kuzielewa. Kama nimekusikia vizuri, umesema unakwenda kuwachukulia hatua. Pengine ni hatua gani ambazo unakwenda kuchukua? Kuna nafasi mbili. Tutachukua hatua kama chama cha mawakili, nitawahusisha wale wa chama cha mawakili kwa sababu ni jambo ambalo nina maslahi nalo. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha mawakili, lakini ni jambo ambalo nina maslahi nalo. Nitawashirikisha viongozi wenzangu juu ya mwenendo huu wa hawa wahuni hawa. Lakini pia binafsi kwa maslahi ya mteja wangu ninazijua na ninaziona hatua za kuchukua. Na hata hivyo bado tuna maombi ya kukazia hukumu yanaendelea. Yote hayo hawataki kuyazingatia. Na wamemfundisha huyo, sasa leo namuita mteja wao. Sijui anawalipa nini. Nahisi wamehongwa. Ndio maana wamevaa viatu, wamehongwa. Mtu ambaye hajahongwa hawezi kuwa na ujasiri wa kiasi hicho. Kwa nina uhakika kabisa wamehongwa, wamepewa rushwa, ndio maana wameamua kuitumia ofisi ya rais ya mkuu wa wilaya kuchafua majaji, kuchafua wenye viti, wakishirikiana na chifu anaitwa wanamuita chifu nani, anafuga manywele, Mwashinga, chifu Mwashinga anajiita chifu mkuu. Sasa mimi ni Mnyakyusa, yule ni chifu wa Safa, na huu utawala wa kichifu, hata wadau wajua wanagombana ni Wakinga. Sasa sijui huo uchifu wake umeingilia kwenye eneo gani. Na wakumbuke kwamba sheria mwaka 1962 mifumo ya tawala za kichifu ilifutwa. Tanzania ni jamhuri, mamlaka iko kwa umma, na umma kupitia katiba umetengeneza mihimili mitatu: muhimili wa mahakama, muhimili wa bunge, muhimili serikali. Na yote hii inafanya kazi kwa kushirikiana, na kila moja inapewa mamlaka yake kikatiba ifanye nini. Sasa huu muhimili unaojitengeneza wa machifu ambao unaongoza kikao cha kutukana majaji, kutukana wenye viti wa mabaraza, kutukana mahakimu, hii is uncalled for. Haitavumilika na hatutaliacha. Watawajibika mmoja mmoja
ofisi ya mkuu wa wilaya imetumika vibaya. Mkuu wa wilaya hajui, amezungukwa. Baada ya kauli hiyo ya wakili wa kujitegemea Philip Mwakilima, kituo hiki kikazungumza kwa njia ya simu na Julius Lukumai anayetumiwa kuongoza kikundi hicho, ambaye ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, na haya yalikuwa majibu yake. Ndio. Naam, nimekupigia kaka, nimetoka kuzungumza na wakili Philip Mwakilima. Ndio. Kuhusiana na shauri namba 00001456 la mwaka 2025 dhidi ya... Wewe kwanza ni nani umesema? Jina langu ni Anthony Komba, ni mwandishi wa habari. Ndio bwana kaka. Sasa shauri linamhusu Vumilia Abel Masagati dhidi ya Mage Masagati Mwambuga. Ndio. Sasa yeye anadai kwamba hukumu ilishatolewa na mteja wake alishinda. Sasa anasema wewe na watu wengine ile hukumu kama mmeipuuza, mmeanza kufanya vitu kinyume na utaratibu. Kwa maana kwanza mmekwenda kumsumbua mteja wake, lakini pia mmekuwa mkiendelea na vikao kujaribu kushawishi kutengua maamuzi ya mahakama. Sasa nilikuwa nataka nipate kusikia kutoka kwako pia bosi. Kama mwandishi? Ndio. Hata kwa sababu hilo jambo lipo mkoa wa Mbeya. Nafikiri mimi siko kwenye nafasi ya kuweza kuzungumzia. Nafikiri yapo mamlaka ya mkoa husika, unaweza ukawafuata wakakupa majibu sahihi, kwa sababu mimi ni mtumishi nipo Wizara ya Katiba na Sheria. Mimi sina mamlaka ya kuzungumzia taarifa za mkoa ambao kuna mkuu wa mkoa, kuna katibu tawala, kuna mkuu wa wilaya. Vyombo hivyo vyote vinaweza vikakupa taarifa sahihi kuhusiana na huo mgogoro, kwa sababu wizara haifanyi kazi bila kupata maelekezo kutoka mkoa husika. Kwa hiyo sisi kama kuna changamoto yoyote ambayo mtataka kufahamu kuhusiana na huo mgogoro, kwa sababu huo mgogoro upo, nafikiri ni vyema mkawasiliana na mkoa, alafu wao watoe taarifa zaidi kuliko mimi, ndio na taarifa sahihi zaidi. Yaani lengo langu la kukupigia ni kwa sababu umetajwa wewe moja kwa moja, ndio maana nimekupigia kama mtu ambaye umetajwa. Ni sahihi kabisa, na ndio na mimi nikakupa maelekezo tu vizuri kwamba mimi sawa, nimeshiriki mimi kwenye hilo jambo, lakini sasa nimeshiriki chini ya mkoa. Yaani kwa maana ya kwamba mtu akitoka Dodoma, wewe nafikiri unafahamu, wewe ukaenda mkoa husika, alafu uwasiliani na mamlaka husika. Yaani huwezi ukaenda mkoa wa Mbeya alafu ukaenda kujiamulia kufanya mambo yako. Yapo mamlaka yaliyopo kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo hata kama ni Mwakilima alikuwa na tatizo, angeenda kwenye mamlaka husika alafu akapewa maelekezo kuliko akuambia unipigie mimi, maana mimi sina maelekezo. Yeye hajaniambia, mimi niko kwenye kutekeleza majukumu yangu, kwa sababu mtu akitajwa inabidi mtafute naye pia nisikie upande wake anasemaje. Ndio maana nipigia. Sio kwamba aliniambia nikutafute. Mimi nilikutafuta wewe kwa sababu imetajwa wewe ndio naye ambaye umeingilia mgogoro ambao tayari mahakama kimsingi imeshatoa maamuzi. Na mimi sijaingilia. Ngoja mwandishi niweke vizuri hapo. Wewe hapo ule jamaa anasema kwamba kesi kati ya Vumilia na Meri na Mage Masagati. Ndio. Sisi tumewaambia hivi. Waendelee na masuala ya mahakama, kwa sababu eneo ambalo lina mgogoro halihusiani na Meri Masagati, ni ya mzee Masagati mwenyewe. Yaani hilo eneo ambalo lina mgogoro. Na hukumu ya mahakama imetoka dhidi ya Vumilia na Mage Masagati. Na sisi hatujasogelea maeneo ya Mage Masagati. Sisi tumeyasogelea maeneo ya mzee Masagati. Kwa kama yeye anataka kukaza hukumu kuhusiana na hukumu iliyotoka mahakamani, yeye aendelee kukaza hukumu, kwa sababu hukumu inahusiana na kesi ya Vumilia na Mage Masagati, sio eneo la mzee Masagati ambaye ni marehemu. Sio kama tumeelewana. Ukisoma hiyo hukumu ambayo nakwambia, ndio ni ushindi wa eka 11 dhidi ya Mage Masagati. Lakini sisi tumekuja kutatua mgogoro tukishirikiana na chifu wa mkoa na uongozi wa mkoa, eneo la mzee Masagati ambaye alifariki miaka ya nyuma huko. Umeona? Kwa kama yeye kama wakili anataka kuendelea kukaza hukumu ya mahakama ya baraza la ardhi la wilaya ya Mbeya mjini, yeye aendelee kukaza, kwa sababu haihusiani kabisa na kile ambacho sisi tumekifanya. Sawa, basi mimi nikushukuru sana kwa hilo. Taweka sawa hilo ili watu pia wawe. Kaka, yani haihusiani kabisa wala hatujaingilia.
Hukumu iko pale pale, yaendelee kukaza kama ilivyokuwa imeamuliwa na mahakama. Kwa hiyo mnachokifanya nini ni kitu kingine tofauti na hukumu hii ambayo tofauti kabisa, kwa sababu sisi tumeenda kuangalia maeneo yenye mgogoro ya mzee Masagati ambaye ni marehemu. Yeye Vumilia ameshinda baraza la ardhi dhidi ya Mage Masagati. Sasa ndugu yangu mwandishi wa habari, kama wewe ninakudai wewe eneo au unanidai eneo ukapewa ushindi, unakwenda kukamata eneo la mtu mwingine au ni eneo langu nilishinda mahakamani? Ni eneo ambalo umeshinda mahakamani. Ndio hilo sasa, Vumilia amemshinda Mage Masagati mahakamani. Endelea na Mage Masagati. Kufuatia majibu hayo ya wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Julius Lukumai, wakili wa kujitegemea Philip Mwakilima amezungumza tena na wanahabari akieleza kuwa wakili huyo wa serikali ameingilia mgogoro ambao tayari mahakama imeshatoa maamuzi, huku akisisitiza kuwa akiendelea atamfungulia mashtaka kwa jina lake. Lakini hata hivyo, hata kama ingekuwa mgogoro huko mahakamani, ile sio sehemu ya kutatulia mgogoro. Sehemu ya kutatulia mgogoro wa aina hiyo ni mahakama. Na kama mtu yoyote aliona kwamba ana haki juu ya hayo maeneo, alipaswa kwenda kwenye vyombo vinavyohusika ambao ni mahakama. Sasa niseme nafasi yake ni nini? Kwamba yeye anasema anakwenda kugawa hizi mali. Anagawa kama nani? Mali za marehemu zinagawanywa na kusimamiwa na msimamizi wa mirathi. Sasa yeye huyu bwana Lukumai, yeye ni msimamizi wa mirathi. Muulizeni kama yeye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Masagati Mwambuga. Akiwajibu hilo, basi ana hayo mamlaka. Kwa sababu hata mahakama yenyewe haina mamlaka ya kugawa mali za marehemu. Hiyo ni jukumu la msimamizi wa mirathi. Na huyo msimamizi wa mirathi, hata pale ambapo mahakama inapogundua kwamba msimamizi wa mirathi hawezi kutenda haki au kwa namna yoyote ile, anaweza asiwe mtu ambaye anaweza akaharmonize, yani akapatanisha kwa kugawa mali katika misingi ya haki kwa kila pande. Wakati mwingine mahakama huwa inateua administrator general, msimamizi ambaye ni neutral, na anaweza kateuliwa ni dasi au mtu yoyote kutoka kwenye ofisi za umma. Lakini sasa ndio maana nasema huyu bwana, kama yeye anadai kwamba yeye amekuja kugawa kwa instrument ipi? Yani kwa nyaraka ipi? Anagawa kama nani? Kwa sababu hii mali sio ya serikali. Anasema aliitwa na machifu. Machifu, ile eneo sio la kichifu, ni eneo la kifamilia. Na tayari mahakama ilikwisha kuamua. Kwa namna yoyote asijifiche kwenye kichaka chochote kile, kwamba cha mkuu wa mkoa wala kichaka akatengeneza kichaka kwa mkuu wa mkoa kwenye ofisi yoyote ya umma. Huu mgogoro ulishamalizwa mahakamani. Atulia, kae kwa kutulia. Na hata mawakili, hizi kesi kwa naendeshwa na mawakili, wawaulize mawakili walioendesha hizi kesi zote mbili wa upande ule mwingine, upande wa Mage, watamwambia huu mgogoro ulishaje, watakwambieni mgogoro ulishaje. Lakini yeye sio kuibua chokochoko ambazo zitakuja kuifanya serikali ingie kwenye mgogoro ambao haikutakiwa kuingia. Azifu serikali ina maslahi na huo mgogoro haina. Alafu kwanza kusema kwamba mkuu wa mkoa ameshindwa kutatua huo mkoa ulishindwa kutatua huo mgogoro ni kumfedhesha mkuu wa mkoa. Kwa sababu kwa namna yoyote ile mkuu wa mkoa hawezi kukurupuka kuingilia mali, kugawa mali ambazo hazihusu serikali, sio za kwake. Hakuna namna yoyote ile ambayo yameruhusiwa na mahakama na sheria, labda kwamba nenda kagawa hizo mali, haipo. Kwa hiyo akae tu kwa kutulia huu mgogoro, auache na akae nao mbali, kwa sababu tutakapokwenda kwa akiendelea, sasa tunaenda kumshtaki yeye binafsi, atuambie alipata wapi mamlaka ya kuingilia mali za familia za watu. Akadili na mali za familia yake, sio mali za familia za watu wengine. Na mumuulizeni, awaambie aliyemtuma ni nani, cheo chake ni nani aliyemtuma, na amempa instrument gani, amempa nyaraka gani ya kusimamia kufanya hicho anachokifanya. Lakini sio kuzua taharuki tu kwenye mkoa uliotulia. Atoke aende zake huko ambako anafikiri kwamba hakujatulia. Familia za watu zilishatulia, watu walishafanya maamuzi, walienda mahakamani, wameshindwa, wametulia, wamelizika, ndio maana hawajakata rufaa. Yeye anaingilia na kutafuta migogoro. Yaani akae tu kwa kutulia. Kwa hiyo unasisitiza kusudio lako la kumfikisha kwenye vyombo vya sheria bado lipo? Akiendelea na hayo mambo yake
Yaani akiendelea yeye kwa jina lake. Kwa sasa mkuu wa mkoa husiki. Yaani niweke wazi, mkuu wa mkoa husiki wala mkuu wa wilaya. Na muulize kama mkuu wa mkoa anahusika, kwa nini waenda kujificha kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya na kwanza kukaa vikao? Ni kikao cha aina gani? Yaani kikatiba au kisheria ni kikao cha aina gani? Kinaitwaje hicho kikao ambacho waliwaita hao wanawaita machifu? Ni kikao cha aina gani? Ana mamlaka gani ya kuwaita hao watu? Aliyapata wapi? Yeye ni nani? Haya ni mambo yake binafsi, kupekenyua, kutafutiza migogoro na kuchokoza jamii zilizotulia. Kwa akae kwa kutulia, akiendelea tutamchukulia hatua yeye binafsi. Pengine kwa tangu tumezungumza mara ya mwisho hadi sasa, maana niambie kuna hatua pengine zinaweza kuchukuliwa kule kwa mteja wako. Kuna hatua zote ambazo zimechukuliwa? Mimi sijapata taarifa kutoka kwa mteja. Haya ninayozungumza na mjibu yeye aliyekuwa na upotosha umma kwamba sijui haya mashamba hayakuwahi kuamuliwa na mahakama. Alikwisha kuwahi kuamuliwa na mahakama na wateja wake wanajua, walishindwa mahakamani, walishindwa vibaya, tena walishindwa kwa aibu, ndio maana wanakimbilia kwao huko. Sasa sijui amekutana wapi eti mkuu wa mkoa ulishindwa wapi? Yaani mkuu wa mkoa aache kushughulika na mavumbi aache kushughulika na wakandaresi ambao wanashindwa kukamilisha miradi ya barabara hapa Mbeya, aanze kuhangaika na nani? Aache kushughulika na watu wanaoteka watu na kuua watu wanapotea, aanze kushughulika na familia za watu ambazo wametulia. Ana mambo mengi mkuu wa mkoa ya kufanya, atulie. Huyo bwana atulie, asimuingize mkuu wa mkoa kwenye mambo ambayo ni ya kwake binafsi. Tena asitumie vibaya jina la mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ni mtu mstaarabu sana, ni mweredi sana na ni mtu wa kuheshimu sana utawala wa sheria. Tena sio mkurupukaji. Aache kuwaingiza watu kwenye mambo yake binafsi. Huyo bwana Lukumai. Na anatumia mara nyingi sana hiyo mbinu kuwarubuni watu vijijini huko. Pale kijijini, hasa akimtumia mtendaji wa kijiji cha Atwelo kwamba si nimetumwa na rais, nao wanatetemeka eti ametumwa na rais. Kivipi yani? Yaani rais ameacha, hana kazi za kufanya, aanze kushughulika na mambo kama hayo kweli? Ache kuwa bize namna gani nchi inakaa, ina mkwamo wa mafuta, ina shida ya mafuta. Bei za mafuta zinawatesa wananchi. Aanze kushughulika na vitu ambavyo hata mahakama ilishaamua havina kichwa wala miguu. Ni vema tu ajionye. Yaani huyo wakili, sio anajiita wakili, sio ni wakili, mimi sielewi. Sio kama mawakili wanafanya mambo kama haya. Lakini ajionye na ache mara moja.